Karibu sana mtazamaji wa Sat Media, tunakukaribisha sana katika majadiliano. Tunakuwa tuna mada tofauti tofauti, na kama umefuatilia mitandao ya kijamii basi umegundua kuna jambo lilikuwa limetrend hivi nyakati hizi za Pasaka. Mabinti wa chuo wakifanya vitu vya ajabu, wakimfanyia mwenzao ukatili kwa sababu za kimapenzi. Lakini tunajiuliza, mtu akifika chuo kikuu tunategemea kuwa huyo mtu atakuwa ndo mtu tunategemea kwamba atakuwa msaada sana kwa taifa letu. Kwa hivi leo tukaona hebu tuje kwa kile tulichokiona, na walirekodi, walitumia mitandao ya kijamii. Tunaweza tukasema kwa watu watumiaji wa mitandao ya kijamii haikutumika vizuri. Walimrekodi waliyemtuhumu na walifanya walichokifanya. Lakini kwetu tunarudi, je, waliofanyiwa ukatili wa aina hii, vile vitendo kivitizama ni vitendo vya ukatili walivyomfanyia, hata kama mtuhumiwa anakosa wao walilolibaini kwa mujibu wao. Waliofanyiwa ukatili na sura zikaoneshwa. Je, kuna athari zozote wanazipata au watazipata katika jamii, kwa sababu bado ukiwatizama wote ni wadogo. Umndani niko na Abilahi Mlapokolo, yeye ni mwana saikolojia, tutakuwa nayo mundani, atatupitisha huko kutuelezea athari. Naitwa Belinda Semtandi, nikukaribishe sana. Karibu sana Mlapokolo. Asante sana. Yes, kwa muktasari tu, natumaini na wewe jambo umelisikia, Tanzania nzima tumelisikia, la mabinti wa chuo. Kwanza tuanze, mtu akifika chuo kikuu ulikuwa unamtarajia awe na sifa zipi enzi ya mwalimu kwa awamu zingine zote? Sawa, tunapozungumzia mwanafunzi wa chuo kikuu, kwanza ni kijana ambaye kidogo ameshakuwa mtu mzima, ambaye ameshatoka zile preschool, ameshatoka sekondari, na ni mtu ambaye tunatarajia kuona kwamba na matokeo ambayo ni chanya zaidi. Sasa tukizungumzia issue ya chuo kikuu, kuna mentality ambazo huwa zipo mara nyingi kwamba mtu anahisi, kwa sababu unapofika chuo kikuu ndio sehemu ambayo sasa ni community base, yani kwamba sasa ndio sehemu ambayo jamii unaishi na jamii kwa ukaribu, kwa sababu unapokutana chuoni ndio mnakutana na kila aina ya watu aina. Utakutana na walevi, utakutana na wazinzi, utakutana na watu wa Mungu pia wapo, utakutana na kila aina ya mtu. Kwa kama utaweza kuishi kwenye community ya chuo kikuu ambayo utakuwa una uhuru, lakini pia utakuwa una pesa kwa sababu una boom. Sasa hapo ndo shida inapoanzia hapo. Ndo anasema tukupe huru, tukupe pesa, afu tujue tabia yako. Kwa sasa hivi yani matokeo na maana ni maficho ambayo ya tabia zao ambazo mbaya ndo zinaanza kuonekana pale. Lakini ikitokea mwanachuo anasoma vizuri miaka yake 3 au 4, akamaliza vizuri, akaweza kufinalize mambo yake pale, na maana akitoka anakuwa ni mtu ambaye tayari ameshajumuika na jamii zote kwa muda mfupi, kwa sababu ndani ya miaka 3 anakutana na kila aina ya sample. Nadhani hata wewe au mimi ni mashahidi, tumepita huko chuoni, tunaona jinsi gani ambavyo tulipofita kwenye jamii yote ambayo unaikuta pale, yani jamii zote za mtaani, tabia zote za pale. Mimi sikuwahi kutegemea kwamba kuna mwanachuoni mwizi, lakini nimekutana na wezi, nimekutana na majambazi, mtu wezi wa pikipiki. Mbona unajiuliza, msomi inakuwaje wewe, una tofauti gani kati ya wewe na mtu wa mtaani? Lakini kaja kujigundua kumbe ni jamii, ni community. Sasa mmekusanywa kutoka interior vijijini na mmepelekwa pale. Sasa kinachotokea hapa, hizi mentality ndio zinazowaua, kwamba mtu kishafika chuo kikuu ni muda wa kula bata, ni muda wa kufanya starehe na sio kusoma. Na baadhi ya watu pia ambao sio waaminifu wanaona sasa kwa sababu wana madhaifu, wanachuo wana changamoto zao. Ndio maana sisi tunashauri wazazi, kama mtoto kijana wako anapofika chuo kikuu, hakikisha aidha kama utaamua achukue mkopo, achukue, lakini kama utaamua wewe kubeba zile gharama zote, jitahidi uweze kushare naye vizuri, na kama kuna uwezekano asikae hostel. Kama kuna uwezekano mtafutie sehemu ambayo ni salama zaidi, kwa sababu hostel anaweza akakaa lakini akawa ana pressurize. Tunaona dada poa wengi wanatokea vyuo vikuu, tunawaona maeneo mengi sana wanaosemwa sana ni wadada wa chuo kikuu, kwa sababu amekosa pesa ya matumizi na yeye anahitaji pesa, na labda maisha ya mentality kwamba chuo kikuu lazima uishi modernize, yani uishi kisasa. Inafika hatua sasa yeye anashindwa kujua kwamba chuoni ni transition stage tu, ni sehemu tu ya mpito, kwamba unatakiwa tu ubadilike kimentality, lakini usibadilike mtindo wa tabia. Na tabia uwe na tabia njema za kisomi, na usiwe na tabia ambazo zile ambazo ni mbaya za kuiga. Sasa changamoto ni kwamba mtoto wa kiume kishafika chuo kikuu
Sasa ndio muda sasa wa kutanua, kubadilika tabia, wa kulinga. Na watoto wa kike nao ni hivyo hivyo, kama ni mavazi za gharama, kama ni kwenda Mlimani City au kwenda wapi, yani huko ndo yani maisha ile expensive ambayo kama pesa unayo basi tumia kadri ambavyo uwezo wako ulipo. Usitake makubwa. Haya kutaka makuu, kutaka masimu makubwa, simu zingine ambazo ni kubwa sana. Tofauti na tafuta tu vitu ambavyo vya kawaida, vitu vya muhimu vya msingi basic, kama laptop ni lazima uwe nayo, simu ya kawaida, so utake mashindano. Sasa mwisho wa siku hata jamii wanaipa kauli ya kusema, ndio nasema hawa bora tu, ndio wengine wakejeli wanachuo, bora tu wangeenda zao VETA. Kuna kauli kama hiyo, kwa sababu wanaona kwamba wanachokilenga sicho kile ambacho wanachokuepo. Kwa hiyo ndio madhara ambayo yapo kwa sasa hivi, mentality iliyokuepo kwa wanachuo wa kisasa. Lakini mimi niwaambie tu kwamba chuoni ni sehemu ya kawaida kabisa. Yani hawa watu wote watu wote wanaona hivi ni wasomi. Anaweza kuona mtu yuko sokoni, ana wasomi. Wanaona labda mtu anasuka watu, ni wasomi. Sasa hivi Tanzania ishabadilika, wasomi kila aina. Kwa hiyo sichukulie kwamba wako pale basi wao ndio wasomi wa kwanza duniani. Hapana, wasomi ni sehemu tu transition, mnachochukua maarifa irudi nao mtaani kwa ajili ya kuweza kusaidia kwenye harakati za kila siku. Kwa hiyo usibadilike sana zile tabia zako ambazo za kimaadili umetoka nazo, ambazo umetoka nazo nyumbani. Na vile vile kuna Mungu. Wanachuo wengine wacha Mungu wapo. Unakuta wengine wanajihusisha labda na gospel, wengine wanajihusisha na masuala labda ya dini, vikundi vya dini vya Kiislamu na vitu vingine wapo. Wanafanya harakati, lakini utakuta kuna changamoto nyingine. Mtoto amekulia mazingira ya dini vizuri, kuabudu, worship, au mwingine amevaa hijabu vizuri, anafika chuo mwaka wa kwanza tu dressing zote zinabadilika. Mimi nilikuwa najaribu kuuliza, kuna wengine, wewe unaitwa fulani, umetoka huku ulikuwa unajistiri, kulikoni, kipi kilichokukuta hapa? Bwana si nini, mtu mavazi yamebadilika. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Na hicho unachokizungumza mimi sielewi. Yaani kuna kitu ambacho wazazi tunapaswa kukitengeneza kwa watoto. Hakuna kitu kizuri kama mtoto asibadilike, yani kutobadilika. Tukiweza wazazi hapo, mtoto kwamba hata akitoka kwangu akaenda nyumba A, akaenda nyumba B, habadiliki tabia. Yani nazungumzia tabia, kwa sababu kuna mtoto mwingine anaweza akawa nyumbani labda kwa shangazi anabadilika tabia, akirudi nyumbani kwao yuko vizuri. Akiwa hivyo, akifika chuo kikuu lazima atapotea, kwa sababu kuna uhuru mwingi. Tumesoma chuo kikuu, tumeona kuna uhuru mwingi. Na mtazamaji, ndio tunaangalia sasa, moja kati tulikuwa tunapata kwanza kionjo waliofanyiwa ukatili na sura zikaonekana, wanapata athari gani? Je, kwa ile tukio zima aliyefanya, tumeona ananyolewa nywele, amefanyiwa dhihaka nyingi, tunasema pamoja amefanya kosa, na hata alichokifanya hata na yeye sio kizuri, hatukinani, lakini tunaangalia baada ya kufanya kosa waliokuja nao kufanya makosa, wale waliofanya makosa, na yule binti aliyefanyiwa kile kitendo ameonyeshwa sura, na wale pia wameonyeshwa sura, hawakujali, yani sauti, sura. Wale kiathari wakija huku kwenye jamii, ni vitu gani vinawapata? Kwanza mimi nitoe pole kwa familia za wale wa vijana wetu wale, kwa sababu bado ni vijana wanaendelea kujifunza, na nadhani pia ni foolish age bado inaendelea, kwa sababu foolish age ina muda mrefu sana. Pia kama usipoigundua unaweza kukuta hadi una miaka 30 bado uko kwenye foolish age. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo, kwa sababu kama ni jambo tu, ule ni utoto. Yani ule mtu ambaye matured, hata kama mtoto wa kike umekomaa, unafanya vitu vyako huwezi kuna nini. Lakini tukiangalia pia hata causative, hata yule mhusika anayetajwa pale, na yeye bado hajakomaa, hayuko matured enough, kwa sababu kama ni mwanaume ambaye ameshakomaa kiakili, yani ina maana ule utoto ushaisha, hauwezi kufanya vitu vya ajabu kama hivyo. Tunafahamu sisi wazee wetu toka enzi hizo, babu zetu, sio kwamba walikuwa hawana mitala, lakini walikuwa wanaheshimu wake zao. Walikuwa pia wanawathamini wanawake, lakini tabia ya kuwaunganisha wanawake na mtongoza na rafiki yake, wote ni utoto na vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo tukimzungumzia mwanaume ana makosa makubwa na athari zake tayari anazo, kwa sababu kama ambavyo ni kweli ni huyu ambaye tunamfahamu sisi, basi anaweza kiuchumi akashuka sana, kwa sababu unajua kuna baadhi ya makampuni wanaweza kukufanya ukawa balozi
Sasa kama itatokea watu unafanya vitu vya kitoto, wanaona kumbe huyu akili yake atashusha brand, yani brand yake ipo kiuchumi, lakini pia kifamilia pia inaweza ikawa ni mbaya zaidi na kutokuaminika, kwa sababu nafika hatua mpaka viongozi wa nchi wanakuamini. Mwisho wa siku unafanya vitu vya kitoto, lazima angalau ukishakuza brand, lazima uangalie jinsi ya kumaintain kwenye hiyo brand. Kwa hiyo tuko kwa upande wa mwanaume na makosa, lakini na athari zake ndo hizo atakazozipata kisaikolojia na vitu vinginevyo. Lakini kwa familia yake kwa hawa watu wote hao aliofanya naye pia kisaikolojia mpaka sasa hivi naye hayuko sawa. Kwa sababu yeye alichokuwa anakifanya kati ya wanawake na wanaume, kisaikolojia tofauti ipo kwenye kutenda makosa. Mwanaume anapofanya makosa, yule ambaye ni maturity, yani ana ukomavu, huwa anaangalia hadi mipango, yani itakuwaje, ninachokifanya ninapompiga huyu, hatua ya pili labda nitamjeruhi, nikishamjeruhi naweza nikakimbia wapi na wapi, kwa anaweza akaescape tukio likachelewa sana kurani. Lakini mwanamke anapofanya kosa, ni wachache sana ambao anaweza akajua outcomes, jinsi ya kuzuia outcomes, kwa sababu unampiga huyu alafu una rekodi what is sauti, kila kitu. Huyu ni msemaji kwamba kuna vyombo vya dola, hajui kwamba kuna mawaziri kama huyu waziri ambaye amejipambanua, hajui vitu kama hivyo. Kwa baadaye sasa hapo ni majuto, kashajua issue kumbe nilokuwa na plani, kumbe haijaja kwenye issue ambayo ni nzuri. Kwa mwisho wa siku tayari ameshaingia kwenye situation ambayo ni mbaya, na yeye mwenyewe anaweza akapata madhara, msongo wa mawazo, anaweza akatamani kujiua au akajiua kabisa, kama ambavyo tusipochukua hatua. Ndio maana mimi nikasema, namuomba kama mama yangu atanisikia hapa pia, huyu japokuwa ni mkosaji, lakini pia ana haki pia ya kupata mshauri wa kisaikolojia, ili kumtuliza, ili hata hukumu yake itakapokuja basi ahukumiwe akili yake ikawa imetulia. Maana tukimwacha naye mwenyewe anaweza akajichukulia sheria mkononi, akajidhuru na akadhuru wengine. Lazima tuangalie familia yake ya nyuma. Lakini ukizungumzia huyu sasa aliofanyiwa, mazingira ni mabaya zaidi kwake, kwa sababu pale ameaibishwa, amepigwa. Kwa hiyo pale amefanyiwa ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kimwili. Kwa hiyo ni hali ambayo sio nzuri, amezalilishwa kwa ufupi. Na maana kama ni sheria ikichukua mkondo, basi hawa waliofanya wanaweza wakafanyaje, wakaathirika zaidi. Lakini nitoe wito kwa watu ambao wanatumia matumizi ya mitandao ya kijamii, kwa sababu kipindi cha nyuma mitandao ya kijamii ilikuwa haijaje. Ina maana sasa hivi imekuja. Sisi hatuna elimu sahihi. Baadhi yao hawana elimu sahihi ya kutumia mitandao. Mtu anachukulia hizi tu kurekodi, hajui baada hapo matokeo yake inakuwaje. Sio tu hawa wanafunzi, hadi tunaona wanafunzi wa vyuo vikuu miaka ya nyuma, katikati kuna skendo nyingi, wanafunzi sijui ya chuo gani na chuo gani wamejirekodi wakiwa uchi, wakiwa wanafanya vitendo vya ajabu. Kuna wanafunzi wa baadhi ya shule form 6, form 5, nadhani matukio ambayo yana trend, ni muendelezo wa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mimi nitoe wito pia kwamba kwenye matumizi tuwe makini sana. Hakikisha unachokirekodi ni sahihi, hakikisha unayemrekodi iko sahihi na katika yuko mazingira ambayo ni salama. Sasa mtu yuko nusu uchi unamrekodi, au unamwambia vua nguo, fanya hivi, vile vitendo ambavyo ni viovu sana. Kwa hiyo ni matatizo ya kisaikolojia kwa huyu anayefanyiwa, msongo wa mawazo, atakuwa na depressions, atakuwa na anxiety, atakuwa na guilt. Yani guilt maana yake ni kujihisi mkosaji. Yeye atakuwa anahisi mkosaji kwa muda wote. Yani kwamba ataona mimi tayari ni mkosaji, labda nimetembea na mume wa mtu, lakini pia ni mkosaji, nimetembea na bwana wa mtu ambaye ni rafiki yake. Kwa hiyo anaweza kujihisi kwenye jamii. Kwa hiyo itamchukua muda mrefu sana ile picha kumbukizi kutoka kwenye ubongo wake. Hata ndoto zake zitakuwa sio nzuri, za kujihisi tu kwamba yeye ni mkosaji, hata dream zake zitakuwa zimeharibiwa. Lakini sio, unaona mfadhaiko ni hali ambayo matokeo yake itakuwaje. Lakini pia hatima ya kile alichotumwa na wazazi wake chuoni, na maana mafanikio yake, kwa sababu kwa hali ya kawaida hawa baadaye watamaliza, wakimaliza watahitaji ajira. Kwanza chuo kimelaani na kwa mujibu wa sheria za shule inabidi ili ukabidhiwe lazima chuo kitachukua hatua. Kwanza madhara makubwa utakayopata ni ya kielimu. Sababu sidhani na hivi vyo ni vyo vikubwa, sio vya kuchochoroni na sio vyo ambavyo ni private. Labda unaweza kusoma kule private unaweza ukatoa hela, na vile vile jicho lote liko vioni. Watachukua hatua gani wakuu wa chuo? Na wale wanapewa maelekezo tu na wizara au kutoka juu. Kwanza sheria zipo, yani wewe shule hata makazini ukipigana automatic wewe ni yani ni nyumbani, kapiganie nyumbani, inajulikana. Kwa hata chuoni, na chuo ilitoa tamko kabisa kwamba imelaani kwanza
Hatua ya kwanza imechukua kulaani hicho kitendo kwa hao wanaosemekana, na wao wakiwa wanachukua uchunguzi wao. Bado uchunguzi wao haujakamilika, haujatoka, hatujui watachukua hatua zipi. Lakini je, unafikiri hawa watu tuchukulie ikawasamehe wakamaliza, kwa sababu naambiwa mmoja sio ni mwaka wa 3. Ndio. Ikachukulia wamemaliza. Kwenye soko la ajira kuna kampuni yoyote itahitaji kumwajiri mmoja wapo? Wote, yani wote wale waliohusika hapo na walioonekana tayari, hiyo ni kosa kubwa na ni doa ambalo washakuwa nalo. Hakuna kampuni yote itakayekubali kufanya kazi nao, kwa sababu wanaona kama huyu ameweza kufanya hivi kitendo hiki, na maana huyu sio mwaminifu. Kama ameweza kutembea, labda mchukue yule alofanyia unyanyasaji, na maana kama hana uvumilivu wewe mwenyewe kujicontrol, self control, kuweza kujisimamia yeye mwenyewe kiasi cha kwamba anaaminiwa, hata inaweza sio issue tu ya mapenzi. Na maana huyu hata ukimpa anaweza kauza siri za kampuni, kama akipewa hela, akiongwa, anaweza akatoa siri za kampuni. Kwa watu wengi wanaweza pia wakaogopa kufanya nao kazi wote wawili. Huyu mwingine ndo kabisa kwamba huyu yeye ni mnyanyasaji, mzalilishaji. Ikitokea upenyo wa kuweza kumzalisha mtu, basi anaweza kumzalisha na kampuni ikadrop kabisa. Kwa hiyo kibiashara, au labda kama Mungu atawasaidia, kwa sababu wao maarifa waliopata wafungue biashara zao wao wenyewe, lakini pia inabidi waweze kujibadilisha tabia zao. Ndio watu wanaweza kufanya nao kazi na wakaja wakawasamehe. Tuchukulie mzazi sasa hivi anampokea binti yake, amefukuzwa chuo kwenye hatua ya mwaka wa 3, mwaka wa 2, hata wa kwanza. Level ya chuo kikuu wanafunzi wengi sana, na hasa sisi wa kike tuna dropping inaanza kule darasa la 7 kuanzia la 5 pale, wengine hadi Mheshimiwa Rais amepiga hatua kwamba wanafunzi wenye matatizo mbalimbali warudi, na amesaidia sana kwenye eneo hilo. Wale walioweza wakarudi shule basi wanaendelea vizuri. Lakini tukija wao wamepenya mipenyo yote hadi unafika chuo kikuu. Afu mimi naita kama ni, yani sijui niite umeta furushi ni umri ambao ukiutizama, je, wanaenda chuo wadogo ama ni vipi? Unajua kuna kitu fulani kwenye issue hiyo furushi, kuna pia pressure. Kuna pia pressure. Okay. Ina maana kama hautakuwa stable, yani hautakuwa na msimamo kwenye zile tabia zako, kama mimi sikubali, siwezi kuinka change, yani ambapo maadili yangu mimi nyumbani, labda mwongozo wa dini, hata toke, kwa sababu sisi sio kwamba tumesoma polini, hivyo mlimani huko tumesoma, UDOM tumesoma, ardhi hapo watu wamesoma na hawakubadilika, na magari yalikuwa yanapita, matangazo mbalimbali, na hivyo situation za madada poa alikuwepo, na Mlimani City imejengwa, wengine tunasoma. Kwa hiyo sio kwamba inafunguliwa tunaiona, hatukuweza kubadilika kwa sababu ni misimamo ambayo tulikuwa tunayo sisi wenyewe, personal self control, kwamba unaona, na sio kwamba hao watu wanaovishawishi walikuwa hawapo, walikuwepo. Kila mwaka wapo hizo mafataki, mafataki wanakuja pale, ila fataki wa zamani kama na sasa hivi kaa tofauti. Sasa wewe mwana binti unakosa hela, bomu limechelewa, unatakiwa uchukue mbinu zipi? Na baba yako hana hela, unafanyaje? Na hapo ndo pana tatizo. Kuna tatizo moja ambalo uvumilivu wa mtoto ndani ya familia sasa hivi inaonekana kama hicho kitu hakipo. Zamani kuna mmoja alisema, jamani, sisi mama alikuwa anachemsha mboga ya majani, tunakula tunaenda shule. Umeona uvumilivu? Mchemshie majani sasa hivi mtoto. Yani kikubwa tumefeli sasa hivi, tunafeli kwenye malezi. Je, mfundishe mtoto kufanya decision making. Mimi sina hela na leo hatuna hela ya kula, tunafanyaje? Ataona mbinu ambayo wewe utakao kuwa unaitumia, kwa atajua kwamba kukosa kupo. Lakini sasa hivi sisi tunadekeza watoto, mtoto hamna kakope, utapambana mtoto haya mwache na njaa, ili ajue kwamba sometime kuna kukosa. Mimi sio malaika. Kwa hiyo akishaanza kuzoea kwamba kuna, ukishakosa unafanyaje? Kuna uvumilivu au unatumia mbinu gani? Kuna mbinu ambazo unazitumia ambazo ni salama. Kumfuata hata mtu kumuomba hela chakula sio dhambi. Kama mazingira umebanwa, lakini kuna maanko, mwangalie aina ya huyo anko. Bwana umetaja anko. Mtazamaji wa Sat Media, wewe natumaini anko, maanko ukitaja hilo jina anko. Yani mimi nafikiri mzazi asimame kwenye nafasi yake. Sisi wazazi wetu pamoja walikuwa
hawana hela za hivyo, lakini mzazi ndio aliyokuwa anakopa, sio mtoto. Sasa hivi uwezi katika hizi harakati, nishakutana na mimi mtoto nanunua mahindi, yani natoaga hiyo, nilikuwa natoka hospitali hivi afu nje wanauza mahindi, nanunua mahindi ya kuchoma. Wakaja watoto wadogo tu darasa la kwanza sio la pili, wakaja wamemzoea muuza mahindi, ndio nilicho kinotice pale. Kiasi kwamba wanasema tugaie, leo bwana sina muuza mahindi. Kumbuka tunazungumzia masuala ya ukatili hapa. Sasa baadaye au kama wewe hauna, mimi mama tununulie. Nikasema watoto mtoto mdogo anakaa jikoni, nikajirudisha mimi kopa, tukanunua mahindi ya 200 tukawapa. Lakini nikaja nikasema hawa watoto wamemzoea muuza mahindi kiasi hichi, mzazi anafahamu, lakini umeona vidogo. Kwa hiyo kukosa unayozungumzia sasa hivi, kuna sehemu wazazi tumepotea. Tukubali. Kwa msingi tufanye tu maandalizi, wazazi wao wanaweka akiba, unajua mtoto wako anaingia chuo, utakuwa kuna changamoto hizi, kuna wakati kuna uhaba wa pesa. Chukua plan B, tafuta plan B. Je, binti yako au mtoto wako wa kiume, kwa sababu sio tu watoto wa kike, hadi watoto wa kiume unajiingiza kwenye makaka poa. Kwenye vivyo vikubwa ambavyo vipo, changamoto hiyo ipo. Wenyewe wanakuambia bwana wenzetu wapo, makaka poa wapo. Sasa utakuta sababu kubwa ni tamaa na kushindwa kuvumilia. Na hiyo ni swala la uvumilivu lilishindikana toka alipotoka kwenye familia. Kama mtoto yoyote yule ambaye sasa hivi ambaye labda pengine amekosa hela, hata sio kwamba sisi wenyewe hatukosi. Unakosa zero. Na sio kwamba watu wenye ushawishi wenye pesa hatuwajui, tunawajua. Na milango iko wazi muda wote. Ukitaka kajifanye kaka poa au nenda ukajifanye dada poa. Mbona milango iko wazi? Au uzalishaji kama huu uliotokea. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Na ukiwaulizwa wamepewa shilingi ngapi? Unaweza kukuta 30,000, 20,000. Ni hela tu ambao ni ndogo. Ambao unaharibikiwa. Ambayo pia unaweza wewe mwanafunzi ukaamua hata boom lako lile. Boom ukafanya hata business. Kuna wadada, of course mimi sitaacha kuwasifia. Kuna wadada fulani ambapo mtaani kwetu wamefungua sehemu yao ya ususi. Na mwanzo ambapo tulipokutana walijaribu kuniitania kidogo, vipi? Nikamwambia nyinyi ni wasomi. Sisi sio wasomi. Nikamwambia nyinyi ni wasomi. Na kwa location mliokuwa hapa, chuo chenu kitakuwa fulani. Wakasema umejuaje? Nikamwambia I know, lakini kwa mtu mwingine hawezi kujua. Wako kwenye jamii, wanaishi vizuri na jamii, hakuna skendo ya aina yoyote. Wanachapa kazi, wanapiga kazi na hawana tamaa. Sio kuomba hela nini, mpaka Jumapili wanafunzi wanapambana. Na wanaikiana tu gap. Huyu ana kipindi, huyu ana pepa, ofisi lazima ifunguliwe. Nikamwambia dada zanguni, katika ninyi ni salute kwenu. Ni wasomi ambao tunawataka ndio kama nyinyi. Wakati mnasoma, mshaandaa mazingira, mkitoka chuo. Yaani wale swala la kuzungusha bahasha kati hawatakuwa nao. Sasa wewe niambia wanaweza wakafanya huo ujinga wa kurekodiana video, si kushukiana mabwana. Muda wanaupata wapi? Muda wote wana make money. Yaani wao wanawaza kuzalisha. Wanazalisha. Huyo ndio mwanafunzi wa chuo kikuu. Ndio ambao tunawataka wa sasa hivi. Unajua zamani tulikuwa tunasoma, si tuko wadogo, tulikuwa tunapata kusikia kwamba rais akiwa na jambo lake muhimu alikuwa anaongea na wanafunzi wa chuo kikuu. Unafikiri kwa mazingira ya sasa hivi hiyo inawezekana? Yaani kwa sasa hivi haya matukio ambayo wanafanya watu wa vyuo vikuu, baadhi ya wanavyuo sasa hivi hawajielewi, utambuzi umekuwa ni mdogo kwa sababu ya teknolojia, wanafanya vitu vya ajabu kiasi cha kwamba wanazidi kuwatukanisha wasomi. Yaani wasomi wajue kwamba wanawashushia hadhi wasomi wenzao. Sababu mtu akiwa msomi ni msomi ambaye ni mtu ambaye hana maendeleo, ni mtu ambaye kwa mtoto wa kike mimi siwezi kuwa mwanachuo. Hizo kauli pia nadhani hata ushakuzisikia. Kutokana na matukio kama hayo, anaweza kuhamisha kwamba mtu anachuo anaogopeka kwa sababu hao ni mambo yanayoonekana. Kuna mambo ambayo ya off mic mengi ambao wanaoyafanya ambayo jamii inayafahamu kwamba ni ushenzi wanaoufanya, na wanakutana nao street mtaani, wana view na wanasema kabisa mimi nasoma chuo fulani lakini anafanya biashara ambayo ni haramu. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu kwamba kuna haja ya wana view waweze kubadilika na kurudi katika msimamo ili waiheshimishe elimu yetu, kwa sababu elimu ya chuo kikuu kwa miaka ya nyuma ilikuwa na thamani kubwa sana. Mtu anasoma labda hapa chuo fulani na chuo fulani ni mtu ambaye akisimama, hata jamii yetu tunapotoka huko unakuta kijijini ni msomi huyo chuo kikuu, lakini kutokana na matukio kama hayo sasa hata kujisema, yani haujiproud kusema wewe ni msomi na umesoma. Kwa wazazi majumbani kule, unafikiri jamii itawa, mzazi anapita hivi, sio unaweza kazania kama wananizomea hivi kutokana na tukio? Mimi naamini wazazi wengi hasa hivi ndio kidogo kuna wazazi ambao pia ni wasomi. Nadhani mzazi kidogo akishakuwa amesoma anamfundisha anamsomesha binti yake
kwa level hiyo kuna utofauti kidogo na wazazi ambao hawajasoma. Kwa sababu gani? Mwanafunzi yote ambaye amesoma fika level kubwa kama hiyo ya kielimu, mara nyingi wazazi ambao hawajasoma wanakuwa na changamoto. Anamwamini kwenye kila kitu mtoto wake. Atakwambia bwana, assembly imepotea, it is okay, atapambana na vitu kama anatafuta, anaambiwa bei, kwa sababu anakuwa ajui. Kumbe ajui kwamba swala la kumsomesha mwanafunzi ni monitoring. Yaani mzazi anatakiwa awe a monitor mwanzo mpaka mwisho. Unafuatilia. Utakuta binti yako ametoka nyumbani, kumbe uko ana mume kashaolewa. Kumbe ni mke wa mtu, anapika na kupakua. Ni vitu ambavyo tabia tunazoziona hizi. Inawezekana wewe kijana, wewe mzazi una jamaa wako au mtoto wako wa kiume, unaweza kushangaa kumbe kashaoa na ana mtoto, wewe hujui. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo chuoni. Kuna mambo mengi sana ambayo ya ajabu. Nadhani pia serikali yenye dhamana ianze kufuatilia hivi, na ndio maana kuna baadhi ya taasisi ziendelee kutoa elimu huko. Kuna mambo ya ajabu. Binti anatoka salama nyumbani, anafika chuoni, anamaliza, ana degree zaidi ya 4 pale. Yaani kizungumza degree kwamba kuna degree ile aliyoifuata yeye, lakini ana degree ya mtoto kashatunikiwa, ana degree ya HIV, anapata na ukimwi. Ni matukio ambayo nishawahi kuyashuhudia mpaka unasisimuka. Just imagine mtoto anarudi nyumbani, ana mtoto na ni ndoa za chuo na huwa zidumu. Baba hana, yule baba wa mtoto hana. Na maana ana ujauzito, anajifungua na bado ana ukimwi na bado hajafanikiwa. Ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuendeleeni kufanya investigation, uchunguzi huko mavioni. Mtoto wako anaishi katika mazingira gani? Jaribu kuwa mpelelezi. Kama umeweza kumlea kwa kipindi chote mpaka amefika level hiyo, hautashindwa kumfuatilia. Usimwache tu mimi niko Dodoma, ujue kwa Dodoma anaendeleaje. Jaribu kuchunguza hata kwa rafiki zake, mtembelee hata siku moja. Kwamba mimi nataka unaishi wapi? Hapa, unaishi hapa. Hiyo itakuwa kidogo mtoto atakuwa muoga. Lakini tusiwaachie uhuru wa kupitiliza. Na vile vile swala malezi linaanzia pia nyumbani. Tuweke msingi nyumbani. Ukimwandaa kijana wako popote, ukamwamini, anaishi popote pale. Sisi tuliamini na wazazi wetu, tulienda kuishi mikoani huko. Starehe zilikuwepo. Mimi nadhani ukiangalia, unaiangalia familia yako umeibeba kichwani. Mimi rafiki zangu wananiambia huyu ni mlinda lumu. Mwachie funguo. Wewe ndio unaachwa funguo. Zangu wanatoka usiku wanaenda club. Nikamwambia mimi baba yangu alishai kuniambia tushai kwenda club kipindi tuko wadogo. Kwa mimi sioni cha ajabu. Yaani haiwezi mimi nikaharibika kwa sababu ya kwenda club, kwa sababu mimi ni mtoto wa mjini, nimekulia hizo club zote kubwa. Kipindi hicho mzazi wangu alikuwa anaenda ananionyesha ili mali nisione ugeni wa hivyo vitu. Kwa hiyo sasa mtu ambaye ni mshamba inaweza kawa kwake ndo fursa na kuharibika.